Na mtazamaji wa Anuari TV, karibu ndani ya The Golden Boot, na kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia katika kikosi cha mabingwa wa kihistoria Young Africans ambao wameanza kuhusishwa na mlinzi wa kushoto Samba Kone mwenye umri wa miaka 23 kutoka kwenye kikosi cha Mouna Football Club ya huko nchini Ivory Coast. Kumekuwa na story nyingi Young Africans wakihusishwa na mlinzi wa kushoto mara baada ya klabu hiyo kuonekana kwamba hawana mpango wa kumuongezea mkataba mlinzi wao raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Shedrack Isaka Boka, ambaye mkataba wake unaelekea ukingoni mwishoni mwa mwezi wa 7 mwaka huu 2026. Samba Kone ni miongoni mwa walinzi ambao wakiwa na kikosi cha Mouna Football Club kwa mwaka huu 2026 katika ligi kuu soka nchini Ivory Coast. Amehusika katika magoli 4 kwa maana kutoa pasi za usaidizi kwa maana ya assist, kitu ambacho kimewashawishi viongozi wa Young Africans chini ya Engineer Hersi Said kuweza kuonesha nia ya kumhitaji mlinzi huyo ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza katika maeneo ya kushoto kwa maana pembeni, lakini pia unaweza ukamtumia kama wingback kwa maana kwa zile mbinu za kisasa. Ni mchezaji ambaye anaweza akafiti kwa ubora mkubwa. Sasa kuja tuangalie kitu gani ambacho Samba Kone pengine anaweza kikawa kitu ambacho kinamtofautisha na vile ambavyo Shedrack Isaka Boka ama nyota mwingine ambaye Young Africans wamekuwa wakizungumzwa naye kwa maana ya Ibrahim Imoro. Samba Kone ni mlinzi wa kushoto ambaye uwezo wake mkubwa akiwa anacheza ni ile kasi ambayo yupo nayo. Ni mchezaji ambaye ana ile tank, umri wake unamfeva, miaka 23, ana uwezo mzuri wa kushambulia, ana uwezo mzuri pia wa kuofa timu pale ambako ikiwa haina mpira kwa maana defensive way, lakini pia ni mchezaji ambaye pale ambako timu itakuwa imezuiliwa kupita ana uwezo mzuri wa kupiga cross, kwa sababu tutafahamu Young Africans mara baada ya kuondokewa na mlinzi wa kushoto kwa maana ya Joyce Lomalisa Mutambala wameshindwa kumpata yule mlinzi wa kushoto ambaye ana ule uwezo wa kupiga cross nyingi, kitu ambacho kitakuwa kinawanufaisha Yanga katika upande wa kupiga zile cross ambazo zitakuwa zinafikiwa na washambuliaji ambao wana uwezo mzuri wa kupiga vichwa, aidha ni Prince Dube ama ni Aulien Dilson Maria Depo ambao wameonyesha ubora wao katika hilo eneo. Kwa hiyo kwa upande wa Samba Kone ana huo uwezo mzuri wa kupiga cross, ku-overlap, ku-underlap, lakini pia ni miongoni mwa walinzi ambao kasi yao ndio imekuwa muhimili mkubwa. Kwa mfano mzuri tu wa sasa, mchezaji ambaye Samba Kone anaweza kuwa anafanania na vile ambavyo anacheza ni mlinzi wa Young Africans Yao Kwasi Toula. Namna ambavyo amekuwa akitumika katika upande wa kulia ndivyo ambavyo Samba Kone raia wa Ivory Coast amekuwa ana huo ubora. Kwa hiyo Young Africans ni kama vile wameanzisha plan ya kuwa na walinzi ambao wana huo ubora, kwa maana mpira wa kisasa mara kadhaa umekuwa ukihusudu walinzi ambao wana uwezo mzuri wa kushambulia kwa kasi, lakini pia pale ambako timu itakuwa haina mpira wakiwa wana uwezo mkubwa wa kurudi katika maeneo yao. Ndio maana utaona kwa msimu huu bwana mdogo kwa maana Koune amehusika kwenye magoli 4 kwa maana ametoa assist 4 kwenye ligi kuu soka nchini Ivory Coast akiwa na kikosi chake cha Mouna Football Club, na hii ndio silaha ambayo amekuwa nayo bwana mdogo katika kikosi hiko cha huko nchini Ivory Coast, kitu ambacho ukija kuangalia kwa Young Africans kwa upande wa kushoto wamekuwa wanakimisi kwa muda mrefu kutoka kwa Boka, Mohamed Hussein, lakini pia Kibwana Shomari ambaye mara kadhaa pia amekuwa katika hilo eneo akitumika moja kwa moja, lakini pia ni mlinzi ambaye pale ambako timu itakuwa inahitaji yule mlinzi mzuri wa kupiga zile free kicks kwa maana ya mipira ya kutenga amekuwa na huo ufanisi mzuri. Huyu ni mchezaji ambaye ana matumizi bora ama sahihi ya mguu wake wa kushoto, kitu ambacho kinamfanya aweze kuwa na ubora mkubwa pale ambako timu itakuwa ina uhitaji wa set pieces, kwa sababu Young Africans tumekuwa tukishuhudia licha ya kwamba yakuwa na Alan Okello, lakini bado wamekuwa wanamkosa yule specialist wa mpira ya kutenga ambaye anaweza kuwa na ubora mkubwa kama alivyokuwa either Stefan Kiaziz kwa miaka ya nyuma akiwa na Young Africans. Kwa hiyo
kwa Kone ameonyesha huo ubora na kuwa silaha yake moja kwa moja ambayo imempa sifa ya Young Africans kuweza kumuhitaji moja kwa moja. Na tofauti nyingine ambayo Samba Kone amekuwa nayo ni umbile lake ambalo limekuwa ni kubwa, kitu ambacho kimekuwa kinamfanya aweze kuwin zile physical battle na washambuliaji ambao wameonekana kuwa na kasi kubwa, miili mikubwa, kitu ambacho kinamfanya pia aweze kuwa mnyumbulifu katika ile physical battle, kwa sababu kwenye football tunaeleweshana kwamba ni vitu vinne lazima uwe sawa katika fiziki, mentality, tekniki na tactical. Kwa hiyo faida nyingine ambayo yuko nayo Samba Kone ni katika upande wa fiziki, kwa maana utimamu wa mwili, body structure imekuwa inamfavor katika hilo eneo, kitu ambacho Young Africans watakuwa wanapata strength katika upande wa kushoto. Just imagine Young Africans wakiwa wana mshambuliaji ambaye ana sifa hizi ambazo nimezitaja. Ana uwezo mzuri wa kushambulia, ana uwezo mzuri wa kukaba, lakini ana uwezo mzuri binafsi yake kutokana na ile umbile lake ambalo yupo nalo. Ni moja kati ya sifa ambayo itakuwa inamfavor na kumpa thamani pale ambako Young Africans watakuwa wanamhitaji moja kwa moja. Lakini pia ni mlinzi ambaye ana uwezo mzuri wa kusaidia pale ambako timu itakuwa inahitaji ile mid balance, na hapa nazungumzia katika upande